kwa Allah. Wako wangapi walijua kwamba wataamka asubuhi wana mipango, kila aina ya mipango, kwamba kesho inshallah nikiamka asubuhi nitafanya 1, 2, 3, nitakwenda kwenye ploti ile, biashara ile, nitakwenda kadha, mipango kede kede. Lakini wakati mwenyewe anapanga mipango, waqad nusat akfanuhu wala yadri, sanda yake inashonwa, yeye hana habari. Wewe unapata fursa ya kurejea kwa Allah. Rejea kwa Allah. Anasema au tuqbadhu ruhahu ala ta'a ma'siyah. Hujui roho yako itatolewa wakati gani. Je, itatolewa roho yako uko msikitini wewe unaswali, au roho yako wewe itatolewa katika maasi na unajua kabisa kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema yub'athu al-'abd ala ma mata alayhi, anafufuliwa mja kwa ile hali ambayo alikuwa yeye amefia. Je, utafia wakati gani? Tumia fursa yako hiyo kurejea kwa Allah. Faman asbah wa amsa ala ghairi tauba wa huwa ala khatar, yoyote yule ambaye atakayejaliwa na Allah akapewa uhai akaamka asubuhi akashinda mpaka jioni, lakini asitubie, wa huwa ala khatar, atakwenye hatari iliyokuwa mbaya. Kwa nini? yukhsha an yalqa Allah azza wa jalla ghaira taib. Uchelea mtu yule akakutana na Mola wake hali ya kwamba hajatubia yale makosa aliyokuwa ameyafanya. Wa yuhshar fi zamratil zalimin, anafufuliwa akiwa hakutubia kwa makosa aliyoyafanya katika jopo la misafara siku ya kiyama na madhalim. Na Allah mwenyewe anasema waman lam yatub faulaika humudh dhalimun, yule ambaye asiyetubia makosa aliyokuwa nayo mpaka mauti yanamkuta, mtu huyu atakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa madhalim. Allah atustiri na tukinge. Lakini ndugu yangu katika imani, ona kheri anotupa Allah kwa moyo wa Muislamu, ukweli wa Muislamu, hofu yake na Mola wake, matarajio yake na Mola wake. Yale makosa ambao ulikuwa nayo, kaa kwa nafsi yako mwenyewe, liangalie kosa uliokuwa umelifanya 1, 2, 3, 4, 5, yale ambao uliokuwa nayo, makosa unayojua na makosa ambao wewe huyajui. Lakini ndugu yangu, nusu dakika, sekunde chache, ukiwa mkweli katika nafsi yako, baina yako na Mola wako wewe, ndugu yangu katika imani, yale makosa yote ya umri wako uliyofanya, Allah subhana huyabadilisha yale makosa yakawa katika mizani yako tena iliyokuwa mema siku ya kiyama. Allah anasema illa man taba wa aman faulaika illa man taba wa amana faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Yule aliyemwamini Allah na akamtaka Allah msamaha, Allah subhana huyabadilisha yale makosa yake aliyokuwa ameyafanya, Allah akayafanya kuwa ni mema. Hii nafasi ndugu yangu, kwa nini unataka kuipoteza? Na Allah amekupa fursa adhim katika maisha yako. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, Ramadhani hii, ili wewe ndugu yangu uwe mwenye kufanikiwa, jione kwamba hii ndio Ramadhani yako. Pengine Ramadhani inayokuja wewe hautokuwa hai tena. Jione hivyo kwa yale madhambi uliokuwa nayo, makosa uliokuwa nayo, zile hali ulizokuwa nazo. Ndugu yangu katika imani, ona waja wema ambao walikuwa wametangulia, jinsi gani walikuwa wakimbembeleza Mola wao kutokana na yale makosa waliokuwa wameyafanya. Makosa waliokuwa wameyafanya, wanambembeleza Allah kwa sababu wanajua thamani ya maisha yao.
ni fupi mno. Yale uliyoyafanya katika umri wako, ni mangapi utafanya yatakuwa mageni? Mangapi yatakuwa mageni? Kila aina ya maasi yameshafanyika. Kama dhulma, wamepita miamba ya dhulma, leo wako wapi? Kama ni uzinifu, wangapi wamepita kwa uzinifu? Hakuna hata mmoja anapewa certificate ya uzinifu. Kama unywaji wa pombe, ushakunywa sana, lakini leo faida yake iko wapi? Kama ni kusengenya, umesengenya sana. Yote madhambi haya yachukue, yawekwe dustbin, katika dampo, kwamba wewe tena umezaliwa upya. Rejea kwa Allah kwa fursa aliyokuwa amekupa. Waja wema, angalia walivyokuwa wanambembeleza Mola wao. Mmoja katika watu ambaye alikithirisha kufanya maasi, lakini ilipofika mahala akasema, sasa narejea kwa Mola wangu, alitamka maneno haya, Allahumma inna a'dhama dhunubi kathratan, ewe Mola wangu, hakika madhambi yangu ni makubwa. Wewe unayajua, makubwa sana, lakini si makubwa tu, bali ni mengi, makubwa, mazito, na ni mengi. Falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam, lakini nimejua Mola wangu, msamaha wako wewe ni mkubwa kushinda ile madhambi yangu. Pamoja na madhambi yangu makubwa na ni mengi, lakini wallahi msamaha wako wewe Mola wangu ni mkubwa sana kushinda yale makosa yangu. In kana dha yarjuka illa muhsin, ikiwa wale ambao wenye kutarajia wewe ni waja waliokuwa wema, waja wako wema ndio ambao wenye kutarajia kwako wewe. Fabiman yaludhu wa yastajiru almujrim, mtu mwovu, mtu mbaya, mtu dhalim aende kwa nani? Na wewe ndio Mola wetu. Aende kamlilie nani? Na wewe ndio Mola wetu. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan, na kuomba Mola wangu kwa unyenyekevu mkubwa, kama vile ambavyo wewe umetaka sisi turejee kwako. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, tumerejea kwako. Ad'uka kama amarta tadarruan fa idha radadta yadi faman dha yarham, toba yangu ukiikataa, mikono yangu ukirejesha, usikubali toba yangu Mola wangu, niende kwa nani akanipe msamaha? Na wewe ndio Mola wetu. Mali ilaika alwasilatu illa raja, sina njia, sina budi, sina pa kukimbilia ila kwako Mola wangu. Wa jamilu afwika thumma anni muslim, na uzuri wa msamaha wako, lakini Mola wangu mimi ni Muislamu. Muislamu, yale yote nimeyafanya ni matamanio tu ya nafsi yangu, na kuomba Mola wangu msamaha wako. Wewe ndugu yangu, leo mal asaf, eti Muislamu leo anashindwa kuzinduka, anashindwa kuzinduka Muislamu. Leo tuna Ramadhani ya 14 ya 14, kesho tuna 13 na ugawa mwezi. Eti Muislamu mwingine ndo tayari amechoka na ibada, hataki kuswali, hataki kuhudhuria madarasa, amerudi kwenye fikra za ulimwengu tena. Tunakwenda kuugawa mwezi sasa hivi, mwezi unatuaga, tunaondoka kukutana nao. Utarudi tu mwezi wa Ramadhani, hakuna shaka utarudi tu, kwa sababu bado ahadi ya Allah ya maisha yataendelea. Lakini mimi na wewe tutarudi, mimi na wewe tutarudi. Ndugu yangu, faman asa istiqbal, kama ulikuwa na mapungufu wakati mwezi wa Ramadhani unaingia, una changamoto zako, falyuhsinul wadaa, tumia fursa hii sasa hivi kuanza kuuaga mwezi wa Ramadhani kwa kuzidisha kufanya matendo yaliyokuwa mema, ili mimi na wewe tuweze kufaulu mbele ya Allah. Lazima tutubie kwa Allah kwa makosa tulokuwa nayo, tukithirishe ibada
katika maisha ambayo yaliokuwa mbele yetu. Na moja ya sababu ya kukubaliwa toba zetu tunaomba Allah ni kufanya wema, yale matendo tunayofanya baada ya toba zetu. Allah aturuzuku istiqama katika Ramadhani, na Allah subhana atujalie toba iliyokuwa ya kweli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi